Kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 12. Neno la Mungu linasema, panapo majira yale yale, Herode mfalme akanyoosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4 wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari 2, amefungwa minyororo 2. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani. Akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja. Mara malaika akamwacha. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Na alipokuwa akifikiri haya, akafika nyumbani kwa Mariamu mamaye Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko. Na watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba. Naye alipobisha kilango cha lango, kijakazi jina lake Roda akaja kusikiliza. Alipoitambua sauti ya Petro, akukifungua lango kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani, akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya lango. Wakamwambia, una wazimu. Lakini yeye akakaza sana, akasema ya kwamba ndivyo hivyo. Wakanena ni malaika wake. Petro akafuliza kugonga. Hata walipokwisha kumfungulia, wakamuona wakastaajabu. Naye akawapungia mkono wanyamaze, akawaeleza jinsi Bwana alivyomtoa katika gereza. Akasema, kampasheni Yakobo na wale ndugu zangu habari hizi. Akaondoka akaenda mahali pengine. Hata kulipopambauka, askari wakaingiwa na fadhaa nyingi, amekuwaje Petro? Na Herode alipomtafuta asimwone, aliwauliza wale walinzi, akaamuru wauawe. Kisha akatelemkia kutoka Uyahudi kwenda Kaisaria, akakaa huko. Naye Herode alikuwa amewakasirikia sana watu wa Tiro na Sidon. Wakamwendea kwa nia moja, na wakiisha kufanya urafiki na Blasto mwenye kukitunza chumba cha mfalme cha kulalia, wakataka amani, kwa maana nchi yao ilipata riziki kwa nchi ya mfalme. Basi siku moja iliyoazimiwa, Herode akajivika mavazi ya kifalme, akaketi katika kiti cha enzi, akatoa hotuba mbele yao. Watu wakapiga kelele wakisema, ni sauti ya Mungu, si sauti ya mwanadamu. Mara malaika wa Bwana akampiga, kwa sababu hakumpa Mungu utukufu. Akaliwa na chango, akatokwa na roho. Neno la Bwana likazidi na kuenea. Na Barnaba na Sauli walipokwisha kutimiza huduma yao, wakarejea kutoka Yerusalemu, wakamchukua pamoja nao Yohana aitwaye Marko. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12, tunaenda kufanya maombi ya kuwainua wanaokusaidia. Jambo la kwanza ninalotaka ulifahamu ni kwamba Mungu anatumia watu kufanya mambo yaende kwenye hii dunia. Na kitu ambacho Mungu anakifanya kwa hawa watu ni kwamba anawapa majibu ya kukusaidia kwenye maisha yako, na anawapa majibu ya kukusaidia ili utimize kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Inawezekana hapa ulipo kuna hatua unataka kupiga kwenye maisha yako. Inawezekana kuna kesho unataka kuifikia. Inawezekana kuna malengo unataka kuyafikia. Inawezekana kuna hatua ya kiroho unataka kuifikia. Lakini pia inawezekana kuna mahali unataka kwenda kwenye maisha yako. Sasa Mungu ameshaandaa watu wa kukusaidia kufika.
Mungu ameshaandaa watu wa kukusaidia kuwa vile unavyotaka kuwa. Na Mungu ameshaandaa watu wa kukusaidia kutimiza kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Na ndio maana ukisoma kile kitabu cha Isaya sura ya 43 mstari wa 4, neno la Mungu linasema, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema atatoa watu wa kukusaidia kwenye maisha yako. Na hawa watu wanapokuja kwenye maisha yako, wanakuwa wamepewa majibu ya kukusaidia uvuke. Mungu anawapa msaada unaohitaji ili wakupe. Unisikilize mpendwa katika Kristo Yesu. Katika ulimwengu wa roho, kuna ngazi tofauti ambazo Mungu anazitumia kukupa msaada. Ngazi ya kwanza ni ile ambayo Mungu anakugusa wewe mwenyewe supernaturally. Ngazi ya pili ni ngazi ambayo Mungu anakutumia malaika. Na ngazi ya tatu ni ngazi ambayo Mungu anakutumia watu ili kukufikishia msaada wako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna watu ambao Mungu atawaleta kwenye maisha yako ili wakusaidie kwenye maombi. Inawezekana kuna wakati ulikuwa hujui kuomba, lakini Mungu akakuinulia mtu wa kukusaidia, na sasa hivi unaweza kuomba vizuri. Inawezekana ulikuwa unapita kwenye vita ya kiroho ambayo maombi yako wewe binafsi yasingetosha kukuvusha. Ghafla Mungu anakuletea mtu wa kusimama na wewe katika maombi. Huyo mtu ameletwa na Mungu kwako kama msaada wako wa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu atawaleta kwenye maisha yako ili wakusaidie unapopitia hali ngumu ya kiuchumi. Kipindi ambacho una hali ngumu na hujui hata utakula nini, hujui hata utapelekaje watoto shule wakasome, hicho ndicho kipindi ambacho Mungu anakuletea mtu wa kukusaidia kuvuka. Anaweza akakusaidia kwa kukupa kiwango cha fedha, au anaweza akakusaidia kwa kukuwezesha uweze kusimama mwenyewe kiuchumi bila kutegemea watu. Na mtu wa namna hiyo anapokuja kwenye maisha yako, ufahamu ya kwamba Mungu amemtuma ili awe msaada kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu Mungu atawaleta kwenye maisha yako ili wakusaidie kuifikia hatima yako. Hawa ni watu ambao wanajua ulichobeba ndani yako. Hawa ni watu ambao wanaamini juu ya uwezo ambao Mungu amekupa. Hawa ni watu waliopewa uwezo wa kuiona kesho yako na wakakutia nguvu ya kusonga mbele hata kama umekata tamaa. Hawa ni watu ambao wanaona ukubwa wako hata kama kwa sasa wewe mwenyewe unajiona mnyonge, na wapo tayari kukushika mkono ili ufike mahali ambapo unatakiwa kufika. Sasa wanapokuja kwenye maisha yako, ufahamu ya kwamba Mungu amewaleta ili wawe msaada wa kukuwezesha wewe kufika mahali ambapo Mungu anataka ufike. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu Mungu amewaleta kwenye maisha yako ili wakusaidie kumjua Mungu. Hawa ni watu ambao wanakukutanisha na Mungu. Hawa ni watu ambao Mungu anawatumia kukutoa kwenye maisha mabaya. Hawa ni watu ambao Mungu anawatumia kukuongoza katika kumtafuta Mungu. Hawa ni watu ambao Mungu anawatumia kukusaidia ukue katika imani. Na Mungu anawaleta kwako kama msaada unaouhitaji katika kutembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kuna watu Mungu anawaleta wakusaidie kutimiza malengo yako kwenye maisha. Inawezekana unataka kufanya biashara, lakini hujui unaanzaje. Inawezekana unataka kufungua miradi ya kukusaidia, lakini hujui pa kuanzia. Mungu anakuinulia watu ambao wana ufahamu na maarifa ya kutosha ya kukusaidia utimize malengo yako. Na Mungu anawaleta kwako ili wakusaidie kufika mahali ambapo unataka kufika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa zipo aina nyingi za watu ambao Mungu anawaleta kwenye maisha, lakini nimekutajia kwa uchache ili ufahamu ya kwamba Mungu anatumia watu anapotaka kufanikisha jambo kwenye maisha yako. Hawa watu wanapokuja kwako, wanakuja wakiwa wamebeba msaada unaohitaji. Na kwa sababu Mungu anawatumia kukusaidia wewe, Shetani hana furaha na watu wa aina hii. Shetani hapendi kuona Mungu akiwatumia kukusaidia. Shetani anatamani ya kuone unakufa na shida yako ukiwa peke yako. Shetani anatamani ya kuone unateseka na shida yako ukiwa mwenyewe. Kwa hiyo kitu ambacho Shetani anakifanya ni kuinua vita dhidi ya watu ambao Mungu amewainua kukusaidia wewe. Na hapa
ninaomba unisikilize vizuri sana, itakusaidia. Wale watu ambao Mungu amewaleta kwenye maisha yako ili wakusaidie ni watu ambao shetani anawawinda usiku na mchana. Ni watu ambao shetani anawapiga vita ili waanguke. Ni watu ambao shetani anawinda maisha yao ili yamkini awapoteze kabisa. Kitu anachokitafuta ni kukuzuia wewe usipate ule msaada ambao Mungu ameupitisha kwenye mikono yao. Na ndio maana ukifanya utafiti wako binafsi utagundua ya kwamba wale watu ambao Mungu amewainua wawe msaada kwenye familia ndio watu ambao wanakufa haraka. Ndio watu ambao wanapigwa kwa magonjwa mazito. Ndio watu ambao wanapigwa vita ngumu sana za kiroho. Ni kitu gani shetani anakitafuta? Shetani anatafuta njia ya kuwaondoa ili apate uhuru wa kukushughulikia wewe mwenyewe. Na kwa bahati mbaya sana, watu ambao wamebeba majibu ya watu wengine huwa hawalindwi kwa maombi. Watu waliobeba msaada wa familia huwa hawakumbukwi kwa maombi. Watu wanaosomesha watoto wa ndugu zao huwa hawakumbukwi kwenye maombi. Lakini kikubwa wanachokipata ni kulaumiwa pale wanapokosa, kulaumiwa pale wanapopungukiwa. Watu wanaowasaidia wengine kupata mitaji ya biashara huwa hawakumbukwi kwenye maombi. Na kama matokeo, shetani anapata nafasi nzuri ya kuwapoteza kabisa ili familia iendelee kubaki chini. Sehemu kubwa ya makaburi imejaa watu waliochaguliwa kuwa msaada kwa watu wengine. Hii ardhi hii tunayoikanyaga imezika watu waliokuwa msaada kwa watu wengine, lakini hakuna aliyefunga kwa ajili yao. Hakuna aliyewatolea sadaka ya ulinzi ili angalau basi Mungu awalinde na kuwapa maisha marefu. Hakuna aliyewasogeza kwenye madhabahu ya Bwana ili uhai wao ulindwe. Hakuna aliyewasogeza kwenye madhabahu ya Bwana ili afya zao zilindwe. Hakuna anayewakumbuka japo tu kuwaombea. Hakuna anayewakumbuka japo tu kuwataja katika maombi. Hakuna anayewakumbuka. Kama unafikiri na tania, chunguza kwenye familia unayotokea. Wale watu waliochaguliwa na Mungu wawe msaada kwa wengine huwa hawaishi muda mrefu. Shetani asipofanikiwa kuwaua, basi anawapiga vita ngumu sana za kiroho. Mara ghafla amepata kansa, mara pressure, mara kisukari, mara figo zimefeli, mara amefukuzwa kazi, mara amefilisika. Shetani anawapiga vita kwa gharama yoyote ili wasiendelee kutumika kuwasaidia wengine. Sasa ukisoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12, mstari wa 1 mpaka wa 5, maandiko yanatupa habari ya Petro na namna ambavyo alifungwa gerezani ili auawe. Sasa kabla hajakamatwa, alianza kwanza kukamatwa Yakobo, alafu akauawa. Na Yakobo alikuwa ni msaada mkubwa sana kwenye kanisa. Lakini cha kushangaza ni kwamba mpaka Yakobo anakamatwa, kanisa halikuomba kwa ajili yake. Mpaka Yakobo anafika hatua ya kuuawa, huoni kanisa likiomba kwa ajili yake. Sasa shetani alipoona kanisa lipo kimya, akapata uhuru zaidi, akaenda akamkamata na Petro. Ndipo kanisa liliposhtuka kwamba jamani, tunahitaji kuomba kwa ajili ya Petro, tunahitaji kuomba kwa ajili ya Petro. Maana hata Yakobo aliuawa hivi hivi kama mchezo. Ndipo ule mstari wa 5 sasa, maandiko yanasema, basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Kanisa liliamka baada ya kugundua waliobeba msaada wanauliwa. Kanisa liliamka kuomba baada ya kugundua kwamba shetani anawinda waliobeba msaada. Na kuna akina Yakobo wengi sana kwenye familia wameuliwa na shetani na kila mtu amenyamaza. Kuna akina Yakobo wengi katika maisha yako wanakamatwa na shetani mbele za macho yako na bado unanyamaza kimya. Wanauliwa na shetani mbele za macho yako na bado umenyamaza kimya. Unisikilize, itakusaidia. Unisikilize mpendwa katika Kristo. Unisikilize, itakusaidia. Mtu yeyote aliyeteuliwa na Mungu kuwa msaada wako, anapopigwa vita na shetani, hapigwi vita kwa ajili yake, lakini anapigwa vita kwa ajili yako. Mtu yeyote anayekusaidia kwenye maisha yako, hapigwi vita kwa ajili yake, anapigwa vita kwa ajili yako wewe, ili uendelee kuteseka. Mimi sijajua ni nani amefanika msaada kwenye maisha yako, lakini ujumbe huu unakuja kwako ili uombe kwa ajili yake. Ninajua unayo mambo mengi sana ya kuombea, lakini na yeye huwa anaacha mambo yake ili kukusaidia wewe. Hebu omba kwa ajili yake ili Mungu amlinde. Omba kwa ajili yake ili Mungu amwepushe na mabaya. Watu waliotumwa kukusaidia ndio watu wanaotukanwa na kulaaniwa kwa maneno mabaya. Watu waliotumwa kukusaidia
ndio watu wanaologwa kupita kiasi. Watu waliotumwa kukusaidia ndio watu wanaotupiwa majini ili wewe usipate msaada ambao Mungu amewapa wakuletee. Sasa unapoomba kwa ajili yao, Mungu atakukumbuka na wewe katika mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini umenielewa. Amen. Sasa kama umenielewa, ninaomba ufunike macho yako. Funika tu macho yako. Alafu anza kutafakari. Ni nani amefanika msaada kwenye maisha yako? Inawezekana anayekusaidia ni mzazi wako. Hebu omba kwa ajili yake. Inawezekana anayekusaidia ni mume wako au ni mke wako. Hebu omba kwa ajili yake. Inawezekana Mungu amekuinulia mtumishi wa kukusaidia kuomba. Sikia, usiache kuomba kwa ajili yake, kwa sababu si jambo jepesi kuvunja maagano yasiyomuhusu ili wewe upate kupona. Si jambo jepesi kupiga roho za miungu ya kwenu isiyomuhusu kabisa ili wewe upate kuwa mzima. Umewahi kuwaza shetani ana hasira na yeye kiasi gani kwa sababu ya ushindi wako? Sasa usiache kuomba kwa ajili yake na kufundisha kitu cha kukusaidia. Inawezekana anayekusaidia ni ndugu yako. Inawezekana anayekusaidia ni rafiki yako. Anakulipia watoto shule. Ukiwa na shida yako binafsi, anakushika mkono kwa fedha zake. Unisikilize, usiache kumwombea huyo mtu. Kilichokuzuia usipate hela ndicho kitakachoinuka kumzuia na yeye ili asikusaidie. Omba kwa ajili yake. Biblia inasema katika siku hizi za mwisho watu watakuwa wakijipenda wenyewe na kujijali wao wenyewe. Sasa ukiona katika nyakati hizi mtu anakusaidia, ukiona katika nyakati hizi mtu anakupa hela yake, ukiona katika nyakati hizi mtu anajinyima usingizi kukuombea wewe, ujue huyo ni mtu ambaye amemtii Mungu. Kwa hiyo usipokee msaada wake bila kumbeba katika maombi. Biblia inasema katika kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 12 kwamba lakini ndugu, tunataka muwatambue wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu na kuwasimamia ninyi katika Bwana, na kuwaonyeni mkawastahi sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao. Iweni na amani ninyi kwa ninyi. Maandiko yanatuambia tuwatambue. Maana yake tusiwasahau watu wanaojitaabisha kwa ajili yetu. Yawezekana kuna mtu anajitaabisha ili watoto wako waweze kwenda shule. Yawezekana kuna mtu anajitaabisha ili wewe uwe na amani. Yawezekana kuna mtu anajitaabisha ili wewe upone. Yawezekana kuna mtu anajitaabisha ili wewe utimize malengo yako. Yawezekana kuna mtu anajitaabisha ili wewe uweze kuishi vizuri. Maandiko yanasema hao watu usiwasahau, wabebe kwenye maombi yako, kwa sababu adui anawawinda usiku na mchana. Kwa sababu wakiwa salama na wewe unakuwa salama pia. Wakiendelea kuinuka na wewe unainuka pia. Wakiwa na amani na wewe unapata amani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika maombi ya leo hatuendi kujiombea sisi. Katika maombi ya leo tunaenda kuwaombea wale watu walioinuliwa na Mungu ili kutusaidia katika maisha yetu. Kumbuka, kadiri unavyoomba kwa ajili ya watu wengine ndivyo ambavyo Mungu anakumbuka na mahitaji yako. Maandiko yanatuambia Ayubu alipowaombea rafiki zake ndipo Mungu alipomuondolea mateso yake. Hebu tuombe kwa ajili ya hawa watu. Hebu tuseme neno kwa Bwana kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama upo tayari, omba na mimi maombi haya na uombe kwa kumaanisha. Sema: Mungu uliye hai, ninaomba toba na rehema kwa makosa na dhambi nilizotenda siku ya leo. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unirehemu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa maneno ya kinywa chako, nenda mbele za Mungu kwa toba na rehema. Mwambie Mungu akusamehe kwa jambo lolote unalosikia kulitubia ndani ya moyo wako. Kumbuka, neno la Mungu linasema sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo usijihesabie haki. Yamkini kuna jambo umelifanya siku ya leo ambalo halijampendeza Mungu. Omba toba na rehema kwa ajili ya hilo. Yamkini kuna mambo umeyafanya kinyume na maelekezo ya neno la Mungu. Omba toba na rehema kwa ajili ya hilo. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea, endelea, endelea.
tunasogea kwenye kiti chako cha neema. Tunaomba utusamehe kwa makosa tuliyofanya siku ya leo. Tunaomba utusamehe kwa dhambi tulizotenda siku ya leo. Tunaomba utusamehe wakati wowote tuliporuhusu shetani atumie mawazo yetu kukutenda dhambi. Tunaomba utusamehe wakati wowote tulipofungua mlango wa uharibifu kwa sababu ya mawazo mabaya. Tunatubu kwa dhambi tulizotenda kwa miili yetu na kulichafua hekalu la Roho wako Mtakatifu. Tunaomba utusamehe Bwana. Tunaomba uturehemu Bwana kwa dhambi zote tulizofanya ndani ya mioyo yetu. Tunajua wewe haufichwi na jambo lolote, na hakuna mahali tunapoweza kuyaficha matendo yetu. Tunaomba utusamehe kwa moyo wa kiburi. Tunaomba utusamehe kwa hasira mbaya zisizotenda haki yako. Tunaomba utusamehe Bwana. Tunaomba utusamehe Bwana. Tunaomba damu ya Yesu itutakase katika nafsi zetu. Tunaomba damu ya Yesu itutakase katika mioyo yetu. Tunaomba damu ya Yesu itupe nafasi tena ya kusogea patakatifu pako, ili maombi yetu yapate kibali na neema machoni pako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Unapoendelea kujitakasa kwa damu ya Yesu, usiache kuwasamehe na watu waliokukosea siku ya leo. Kama kuna mtu yeyote amekufanyia jambo baya, msamehe na umwachilie ndani ya moyo wako. Maana Yesu alituambia akasema, kila tunaposimama na kusali ni lazima tusamehe waliotukosea, ili na Baba yetu aliye mbinguni atusamehe na sisi makosa yetu. Hakuna maombi ya toba yanayokubalika na Mungu kama wewe hauko tayari kusamehe waliokukosea. Kwa hiyo nenda mbele za Mungu na uwasamehe na kuachilia waliokukosea. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Mungu uliye hai, neno lako linasema, na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kwamba tukiomba lolote sawasawa na mapenzi yake, tunajua ya kwamba atusikia. Baba wa rehema, tunajivika ujasiri wa kusamehe watu waliotukosea siku ya leo. Tunajivika ujasiri wa kusamehe watu waliotujeruhi nafsi zetu kwa maneno na matendo. Tunajivika ujasiri wa kuwaachilia kwa makosa waliotutendea na maumivu waliotupa. Hata kama akili zetu hazitaki, lakini mioyo yetu imekubali kukutii wewe na kuwasamehe. Hata kama akili zetu zinatulaumu, lakini mioyo yetu imekubali kunyenyekea mbele zako na kuwasamehe wote waliotukosea. Baba wa rehema, tunajivika ujasiri wa kukubali kulaumiwa kwa kusamehe waliotukosea. Tunajivika ujasiri wa kuchekwa na watu kwa kusamehe waliotukosea. Maana wewe Bwana ndiyo kila kitu katika maisha yetu, nasi hatupo tayari kupoteza mahusiano yetu na wewe. Na ndio maana tumeamua kumwaibisha shetani na kusamehe waliovunja mioyo yetu. Tumeamua kumwaibisha shetani na kusamehe waliotuaibisha mbele za watu. Mungu uliye hai, tunasafisha mioyo yetu kwa damu ya Yesu. Tunasafisha mioyo yetu kwa damu ya Yesu. Tunasafisha mioyo yetu kwa damu ya Yesu. Nasi tunajikabidhi kwako Bwana. Tunaomba utusikie tunapoomba. Tunajikabidhi kwako Bwana. Tunaomba utujibu maombi yetu siku ya leo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama umemaliza kujitakasa na unasikia amani, anza kuomba toba kwa kushindwa kuwaombea watu wanaokusaidia. Inawezekana kuna wakati uliwaombea lakini sasa umeacha. Nenda mbele za Mungu kwa toba na rehema. Inawezekana unawaombea pale tu wanapokusaidia, alafu siku ikipita huwakumbuki tena. Inawezekana unawaombea pale tu unapopokea kitu kutoka kwao, lakini baada ya hapo huwakumbuki tena. Nenda mbele za Mungu kwa toba na rehema. Mwambie Mungu,
Ninaomba unisamehe kwa kushindwa kuwaombea watu uliowainua wanisaidie katika maisha. Ninaomba unisamehe kwa kushindwa kuwaombea watu uliowatuma wanivushe kiuchumi. Ninaomba unisamehe kwa kushindwa kuwaombea watu uliowatuma wanivushe kiroho. Ninatubu kwako, ninaomba unisamehe. Ninatubu kwako, ninaomba unirehemu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Kumbuka, kushindwa kuwaombea watu wengine ni dhambi mbele za Mungu. Na ndivyo neno la Mungu linavyosema kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 12, mstari wa 23. Maandiko yanatuambia, walakini mimi, hasha, nisimtende Bwana dhambi kwa kuacha kuwaombea ninyi, lakini nitawaelimisha katika njia iliyo njema na kunyooka. Kwa hiyo omba toba na rehema kwa Mungu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea, endelea, endelea. Mungu uliye hai, tunaomba utusamehe kwa kushindwa kuombea watu uliowatuma wawe msaada kwenye maisha yetu. Tunaomba utusamehe kwa kuwasahau. Tunaomba utusamehe kwa kushindwa kuwatetea katika ulimwengu wa roho. Yamkini kuna wakati shetani alipata nafasi ya kuwapiga kwa sababu hatukuomba kwa ajili yao. Yamkini kuna wakati shetani alipata nafasi ya kuwashinda kwa sababu hatukuomba kwa ajili yao. Na neno lako linasema, nisimtende Bwana dhambi kwa kuacha kuwaombea. Lakini sisi tumeacha kuwaombea watu uliowatuma kwa ajili yetu. Tumekuwa wabinafsi kupokea msaada uliowapa na tukawasahau. Tumekuwa wabinafsi kupokea vipawa ulivyowapa, lakini tukawasahau. Baba wa rehema, tunatubu siku ya leo, tunaomba utusamehe. Tunatubu siku ya leo, tunaomba utupe neema ya kuanza upya. Tupe kibali cha kusimama tena, maana wanapigwa vita kwa ajili yetu. Wanashambuliwa na shetani kwa ajili yetu. Wanaumizwa na shetani kwa ajili yetu. Tunaomba utusamehe kwa kuwasahau. Tunaomba utusamehe kwa kuwasahau. Tunaomba utusamehe kwa kuwasahau. Tunaomba utusamehe kwa kuwasahau. Tunaomba rehema zako. Tunaomba rehema zako. Yamkini kuna wakati tuliwalaumu bila kujua mahali wanapopitia. Yamkini kuna wakati tuliwanungunikia bila kujua mahali wanapopitia. Baba wa rehema, tunaomba utusamehe. Baba wa rehema, tunaomba utusamehe. Tunaomba utusamehe. Tunaomba utusamehe. Tunaomba utupe neema ya kuanza upya katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama unasikia kuvuka, anza kushinda vita za kiroho zinazoinuka dhidi ya mtu anayekusaidia. Shinda vita za kiroho zinazoinuka kwenye afya yake. Shinda vita za kiroho zinazoinuka kwenye uchumi wake. Shinda na vita za kiroho zinazoinuka kwenye maisha yake. Omba huku unataja jina lake mbele za Bwana. Kama anayekusaidia ni mzazi wako, taja jina lake, alafu mwambie Mungu, nashinda vita ya kiroho inayoinuka dhidi ya mzazi wangu. Nashinda vita ya kiroho inayoinuka dhidi ya uhai wake. Nashinda vita za magonjwa, hazina nafasi kwenye maisha yake. Navunja roho za magonjwa yanayowinda maisha yake. Nazivunja kwa jina la Yesu. Nazivunja kwa jina la Yesu. Nazivunja kwa jina la Yesu. Ninamtenga na roho za uharibifu zinazowinda maisha yake. Namtenga na roho za ushirikina zinazowinda maisha yake. Kila vita ya siri inayomtesa, naishinda na kuivunja kwa jina la Yesu. Naishinda na kuivunja kwa jina la Yesu. Naishinda na kuivunja kwa jina la Yesu. Endelea kuomba namna hiyo. Endelea kuomba namna hiyo. Simama na damu ya Yesu kama silaha. Shinda kila vita inayowinda afya yake. Kataa magonjwa yasimpate. Kataa mauti isimpate. Kataa wachawi wasimpate. Kataa roho ya kufilisika na kupoteza isimpate. Endelea kuomba, endelea kuomba,
Endelea, endelea, endelea. Baba, katika jina la Yesu, tunasimama na damu ya Yesu kuwainua watu wote uliowatuma watusaidie kwenye maisha yetu. Tunasimama na damu ya Yesu kwa ajili yao. Tunasimama na damu ya Yesu kwa ajili yao. Tunasogeza majina yao kwenye madhabahu yako. Baba, tunaamuru mabaya yawaepuke kwa jina la Yesu. Tunaamuru mateso yawaepuke kwa jina la Yesu. Tunaamuru magonjwa yawaepuke kwa jina la Yesu. Nasi tunasimama na damu ya Yesu kama silaha. Tunashinda vita nyemelezi zinazowinda maisha yao. Tunashinda vita za kiroho zinazowinda uhai wao. Tunafunga roho za magonjwa zilizotumwa kuwapata. Tunazifunga na kuzisambaratisha kwa jina la Yesu. Tunazifunga na kuzisambaratisha kwa jina la Yesu. Tunakataa magonjwa kupata nafasi kwenye maisha yao. Tunakataa uharibifu na mauti kupata nafasi kwenye maisha yao. Tunaangusha ngome za uharibifu zilizowekwa mbele yao kuwaangamiza. Tunaziangusha na kuzilipua kwa moto wa Mungu lao. Tunaziangusha na kuzilipua kwa moto wa Mungu lao. Tunaziangusha na kuzilipua kwa moto wa Mungu lao. Tunapiga na kusambaratisha roho za visasi zinazowinda maisha yao. Tunazivunja na kuzilipua kwa moto wa Mungu lao. Tunazivunja na kuzilipua kwa moto wa Mungu lao. Tunazivunja na kuzilipua kwa moto wa Mungu lao. Tunapiga kila madhabahu inayowatafuta kuwaangamiza. Tunapiga kila madhabahu iliyopewa majina yao ili kuwaua. Tunakataa hiyo mauti haina nafasi kwa jina la Yesu. Tunakataa hiyo mauti haina mamlaka kwenye maisha yao kwa jina la Yesu. Tunavunja roho ya mauti juu yao kwa jina la Yesu. Tunavunja roho ya mauti kwenye maisha yao kwa jina la Yesu. Tunavunja 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 kwa jina la Yesu. Kila pepo mchafu aliyetumwa kuwapiga kwa magonjwa, tunamshukia kwa damu ya Yesu. Tunamshukia kwa damu ya Yesu. Tunampiga na kumsambaratisha kwa jina la Yesu. Tunampiga na kumsambaratisha kwa jina la Yesu. Tunampiga na kumsambaratisha kwa jina la Yesu. Mapepo na majini ya udhaifu, toka, achia maisha yake. Toka, achia maisha yake. Toka, achia maisha yake. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Tunavunja kila mtego waliowekewa kwa nguvu za kichawi. Tunavunja kila mtego wa mauti waliowekewa kwenye nafsi zao. Tunavunja kwa jina la Yesu. Tunavunja kwa jina la Yesu. Tunavunja kwa jina la Yesu. Tunavunja, 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 tunavunja kwa jina la Yesu. Tunapiga na kusambaratisha roho zote za kufilisika zinazowafuatilia kuwaangusha. Tunafunga mlango wa kufilisika kwa jina la Yesu. Tunafunga mlango wa kufilisika kwa jina la Yesu. Mawakala wa ufilisi, mawakala wa ufilisi, waanguke kwa upanga wa Roho Mtakatifu. Waanguke kwa upanga wa Roho Mtakatifu. Waanguke kwa upanga wa Roho Mtakatifu. Mawakala wa ufilisi, waanguke kwa upanga wa Roho Mtakatifu. Waanguke, 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 waanguke kwa upanga wa Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Damu ya Yesu ipite kwenye maisha yao. Damu ya Yesu ipite kwenye afya zao. Damu ya Yesu ipite kwenye nafsi zao. Tunawashindia vita kwa damu ya Yesu. 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 Hakuna anguko la kiafya litakalowapata kwa jina la Yesu. Hakuna anguko la kiuchumi litakalopenya na kuwapata kwa jina la Yesu. Hakuna mauti itakayopita kwenye milango yao kwa jina la Yesu. Tunaamuru walioanguka kiuchumi wainuke tena kwa jina la Yesu. Wainuke tena kwa jina la Yesu. Wainuke tena kwa jina la Yesu. Tunawainua, 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 tunawainua kwa jina la Yesu. Tunawainua kwa jina la Yesu. Mkono wa Bwana uwavute na kuwatoa kwenye mashimo ya madeni.
Mkono wa Bwana uwainue na kuwatoa kwenye mashimo ya mauti. Mkono wa Bwana uwainue na kuwatoa kwenye mashimo ya uharibifu. Mkono wa Bwana uwainue na kuwatoa kwenye maangamizo ya kichawi. Mkono wa Bwana uwainue, 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 uwainue kwa jina la Yesu. Uwainue kwa jina la Yesu. Tunaamuru wainuke kutoka mavumbini kwa jina la Yesu. Tunaamuru wainuke kutoka mavumbini kwa jina la Yesu. Tunaamuru wainuke kutoka kwenye mateso kwa jina la Yesu. Tunaamuru wainuke kutoka kwenye vifungo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kama vile Bwana alivyoagiza malaika kumtoa Petro gerezani, Bwana awafungue kwenye vifungo na kuwaweka huru. Bwana wafungue kwenye vifungo na kuwainua tena. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama unasikia kuvuka, anza kuachilia ulinzi kwa ajili yao. Achilia damu ya Yesu iwafunike na kuwalinda. Achilia ukuta wa moto uwazunguke na kuwalinda. Endelea kuomba, endelea kuachilia ulinzi kwa ajili yao. Endelea kuomba, endelea kuachilia ulinzi kwa ajili yao. Endelea, endelea, endelea. Mungu uliye hai, tunasimamia neno lako linalosema, mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Nasi tunaachilia ulinzi wa damu ya Yesu kwa watu uliowatuma wawe msaada kwenye maisha yetu. Tunaachilia ulinzi wa damu ya Yesu kwa watu uliowatuma wawe msaada kwa watoto wetu. Damu ya Yesu ipite kwenye maisha yao na kuwafunika. Damu ya Yesu ipite kwenye maisha yao na kuwalinda. Tunawazungushia ukuta wa Roho Mtakatifu kuwalinda usiku na mchana. Tunawazungushia ukuta wa Roho Mtakatifu kulinda maisha yao. Tunatoa tamko la mamlaka katika ulimwengu wa roho kwamba mabaya hayaruhusiwi kuwapata kwa jina la Yesu. Tunatoa tamko la mamlaka katika ulimwengu wa roho kwamba magonjwa hayaruhusiwi kuwapata kwa jina la Yesu. Tunatoa tamko la mamlaka katika ulimwengu wa roho kwamba mishale ya adui haina mamlaka ya kuwapata kwa jina la Yesu. Tunawatamkia baraka na neema. Tunawatamkia baraka na neema. Tunawatamkia baraka na neema. Tunawatamkia kuinuliwa na Bwana. Tunawatamkia kuinuliwa na Bwana. Tunawatamkia kuinuliwa na Bwana. Tunawatamkia kibali cha Bwana. Tunawatamkia kibali cha Bwana. Tunawatamkia amani ya Yesu ndani ya mioyo yao. Tunawatamkia amani ya Yesu ndani ya mioyo yao. Tunawatamkia ongezeko katika jina la Yesu. Tunawatamkia kukua na kuongezeka katika imani. Tunawatamkia kukua na kuongezeka katika kumjua Mungu. Wakafanikiwe katika njia zao zote sawasawa na mapenzi ya Mungu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama umefanya maombi haya, napenda kukupa hongera kwa ushindi. Mungu akubariki sana kwa kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 yote. Kesho tutaendelea kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13. Kwa hiyo usisahau kuandaa Biblia yako na ujiandae kwa maombi pia. Lakini kabla sijamaliza kipindi cha leo, nataka nikupe nafasi ya kuokoka. Yaani kumpa Yesu nafasi aingie ndani yako na afanike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unapookoka, unapata uhakika wa kuishi maisha ya ushindi ukiwa hapa duniani. Lakini pia unapompa Yesu maisha yako, hata ukifa leo, unakwenda mbinguni. Hii ni habari njema sana ya ufalme wa Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo kama upo tayari na unamhitaji Yesu akuokoe na aliandike jina lako katika kitabu cha uzima wa milele, fuatisha maombi haya. Sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kuniwezesha kusoma neno lako siku ya leo. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizotenda katika maisha yangu. Ninatubu kwako. Ninaomba unisamehe.
Ninaomba damu ya Yesu initakase. Ee Bwana Yesu, ninakuhitaji katika maisha yangu. Ninafungua moyo wangu na kukaribisha uingie ndani yangu. Kwa uweza wa Roho wako Mtakatifu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, kuanzia sasa na siku zote. Ninaomba uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Asante kwa kunisamehe na asante kwa kuniokoa. Ninaomba unitie nguvu shetani asinishinde. Ninaomba unitie nguvu majaribu yasinishinde. Ninaomba unitie nguvu niweze kudumu ndani ya wokovu. Katika jina la Yesu. Amen. Kama umefanya sala hii, napenda kukupa hongera kwa kuokoka. Mungu akubariki sana. Tuonane tena siku ya kesho. Usisahau kuwashirikisha na watu wengine unaowapenda, ili waweze kuungana nasi katika vipindi hivi vya kusoma Biblia pamoja na maombi. Kumbuka, mtu yeyote atakayeokoka kwa sababu umemtumia link, Bwana atakupa thawabu yako kwa sababu umeshiriki pamoja nami kuwapa watu habari njema na umeshiriki pamoja nami kuwapeleka watu kwa Yesu. Nami nakuombea Mungu akubariki na kukupa amani. Katika jina la Yesu. Amen.